Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi alladhi arsala rasula bil huda wa dinil haq liyudhillahu ala dini kulli wa liyahlika lil mushrikin. Ashhadu la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir. Ashhadu anna Muhammadar rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Naitwa Juma Omari Sharifu almaarufu Al-Kasus. Nipo hapa katika mwendelezo wa kukumbushana aya za Mwenyezi Mungu ndani ya Qur'an. Allah anasema mwanadamu ameumbwa katika dhaifu, ameumbwa katika pupa. Mwanadamu ameumbwa katika pupa. Hiyo ndio asili ya mwanadamu. Haya maneno yamerejea ndani ya Qur'ani tukufu. Baada ya audhu billahi minash shaitani rajim, anasema Allah, innal insana khuliqan halu'a idha massahu sharru jazua wa idha massahu alkhairu manua illa almusallin. Allah subhanahu wa ta'ala anasema innal insana khuliqa halu'a, hakika bila shaka mwanadamu ameumbwa katika papatiko, pupa. Idha massahu sharru, idha massahu sharru jazua, sharru jazua, pindi anapopata tabu, misukosuko, shari, basi moyo wake usikitika, ulaumu. Wa idha masalu khairu manua, na pindi inapompata kheri, basi moyo wake usikia raha, ufajirika. Illa lilmusallin, isipokuwa wenye kuswali. Allah subhanahu wa ta'ala anatukumbusha sisi wanadamu, kwanza asili yetu ni pupa, papatiko. Kila jambo unapenda kulifanya kwa wakati, pupa. Kila jambo unapenda kuliendea, hujui jambo hilo la kheri au la pupa au la shari, lakini kwa sababu ni asili yako, basi ni pupa tu. Lakini anasema pindi shari linapompata maadamu, moyo wake unyongonyea, moyo wake ushika tabu, na jambo na heri kimpata, moyo wake usikia raha, usikie faraja. Lakini tabia hizi watu ambao wenye kuswali tabia hizi hawana. Watu wenye kuswali kheri kimpata wanashukuru, na shari kimpata wanashukuru. Huo ndio binadamu. Sasa nikasema si vibaya tuje tukumbushane kwamba asili ya wanadamu ni pupa. Kwa hiyo ukimwona mtu anapapatika kuendea mambo, jua wazi hii ni asili yake. Isipokuwa tu shari ikikupata usilalamike, shukuru, kwani shari alikupata mpaka Mungu hataki. Na kheri inapokupata usishukuru tu, bali unatakiwa useme nashukuru, heri hii imetokana na Mungu, sio ufurahie tu. Kuna wengine tumewaona heri ikiwapata wanashukuru mpaka wanalia, wanavua nguo kwa furaha. Hiyo sio shukrani. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.